Hivyo kipenga kimepulizwa na tumeingia katika awamu hii ya ukumbi wa siasa. Jina langu Elizabeth Mutuko, kwenye meza ya lugha ishara yupo Catherine Simaloi, na studioni ninaye mbunge Makalimulu na ambaye ni daktari. Karibu sana. Asante sana. Na pia yupo CPA Julius Ruto kutoka kule KSS. Karibu sana. Asante sana. Na bunge ni mojawapo ya idara muhimu humu nchini, pia ikiwa imepewa mamlaka na uhuru hapa katika katiba ya Kenya katika majukumu yake ya utunzi wa sheria, uwakilishaji, kupiga msasa idara na asasi za serikali. Ila maswali ya uhuru wa bunge la 13 sawa na mabunge mengine ya awali yameendelea kuchipuka kila uchao, idadi kubwa ya Wakenya ikionekana kukosa imani na wabunge na bunge, haswa jana wakati wa kupitia mswada wa fedha wa mwaka jana wa mwaka 2024, jambo ambalo lilichochea vijana wa Gen Z kushambulia bunge, likisalia gumzo hadi siku hii ya leo, wabunge hii leo wakiibua maswali makali kuhusiana na upeperushwaji wa taarifa hiyo. Lakini haya yote tunasalia kujiuliza iwapo Wakenya wanahisi kikamilifu nafasi ya bunge humu nchini, na ninakupa nafasi kufuatilia mjadala huu kwa 22047 na mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa X. Mheshimiwa Makalimulu, ninajua umekuwa bunge kwa miaka 15 endapo sijakosea. Na ninajua umeshuhudia mabunge ya awali na bunge tulilo nalo la 13. Wengi wamekuwa na maswali kuhusiana na mijadala na jinsi ambavyo mijadala inaendeshwa katika bunge lile, na wengi wanahisi kuna gaps. Lakini kulingana nawe, tulipofika siku hii ya leo, unaweza kuangazia vipi mabunge ambayo umekuwepo na bunge tulilo ndani yake siku hii ya leo? Asante sana Elizabeth kwa kutukaribisha mahali hapa kama wabunge, ili tuweze kuongea, ili tuwapige msasa katika utendaji wetu. Tupige msasa wa bunge sasa. Ukiangalia katiba yetu kipengele 95, utapata pale katiba imeeleza wasiwasi vile Wakenya wanataka mbunge fanye kazi yake. Na kama vile umesema, jambo la kwanza ni kuunda sheria, jambo la pili ni kuwakilisha wenye wametuchagua katika bunge, na jambo la tatu ni kupiga mswasa ile idara za serikali. Lakini kuna jambo moja pia ambayo wabunge wamepewa nafasi yake, na hata ingawa haijawekwa pale, ambayo ni jambo ya kutengeneza bajeti. Na ukiangalia vile bunge inatakiwa ifanye kazi katika kila nchi yoyote, kazi ya bunge ile kubwa, ukiongezea hiyo matatu tumesema, ni kuhakikisha ya kwamba demokrasia inakuwa katika nchi. Kwa hivyo parliament is the custodian of democracy in any country. Na bunge inapo kuwa dhaifu, basi demokrasia nayo inaanza kuteremka. Kama vile umesema, mimi Mungu amenihurumia sana. Nimeweza kuwa mbunge la 11, nikawa mbunge la 12, na sasa niko mbunge la 13. Na zote nimeona vile kazi imefanywa, na ningependa tu kusema hivi kwa ujumla. Kazi ya upande wa serikali ambayo tunaita executive, rais anapoapishwa na naibu wake na mawaziri wao, kawaida kazi ya executive ni kuhakikisha ya kwamba wanateka nyara mbunge. Kwa hivyo serikali yeyote yenye imewekwa kwa kupigiwa kura, kazi yao ile kubwa ni kuhakikisha, kazi yake ya kwanza ni kuteka nyara, ni kuhakikisha kwamba ikiwezekana watie bidii wateke nyara bunge. Kwa hivyo ukiangalia tangu bunge undwe, kila serikali ikiingia inajaribu sana kudhoofisha bunge, ndio iweze kuwa miswada yake itapita bila maswali, bajeti yake itapita bila maswali, na ikiwezekana kama bunge imedhoofika, basi ile kupiga mswada pia nayo inadhoofika. Kwa hivyo ile jambo tu inaachiwa mbunge sana sana wana ile representation, kwa sababu hawezi wakateremka kule nyumbani wakaongea na wananchi wakawaambia mbunge wenu hana maana. Lakini utakuta kazi ya kutengeneza sheria na kazi ya bajeti na kazi nyingine ya kupiga mswada inakuwa imekuwa sio vile itakiwa. Kwa hivyo ukiangalia kulingana na mimi, nikipima mbunge la 11, mbunge la 12 na mbunge la 13, hizo zote, mbunge la 11 serikali ilijaribu pia kudhoofisha mbunge, na ukweli ni kwamba kulikuwa na udhaifu kiasi
Bunge la 12 pia walifanya hivyo hivyo. Na bunge ile sasa imefanya hii ya 13 vile tumewezwa sisi ni kwamba sasa serikali imeingia. Hizo zingine labda tumseme ilikuwa imeingia kama asilimia 20, ya 11, 12, asilimia 30 hivi ama 35. Sasa hii ya 15, hii ya 13 wameingia kama asilimia 60. Umesema bunge ilivyo kwa sasa, serikali imeingia karibu asilimia 60. Na nyinyi mmebaki na asilimia 40 ambayo ni ya representation. Na kwa sasa tumebaki na hiyo 40, ndio naona mambo sasa ya bunge. Unaona Wakenya wamesema hii mbunge kazi yake iliisha kitambo. Kwa sababu utakuta chochote kinacholetwa mbunge inakuwa si rahisi kukipinga na mshinde. Kwa sababu kama serikali imeingia kwa kama asilimia 60 na kulingana na kanuni ya bunge, ukipiga kura wale wengi ndio wanashinda, wale wachache sauti yetu inasikika. Kwa hivyo hiyo ndio shida tumekuwa nayo, kwamba hii bunge la 13 kulingana na maoni yako, kwa sababu nimekaa zote tatu, hii ya 13 imelemewa sana na serikali. Ninajua CPA pia umeingia bunge na najua hili ni nafasi yako ya muhula wa kwanza kuhudumu. Ila wengi wako na comparison ya mabunge ambayo yamepita, na hili tofauti na mabunge yale mengine. Ina vijana ambao ni nyinyi na wengine ambao wanahudumu katika bunge hili. Lakini ile vibrancy ya bunge jinsi ambavyo ilikuwa katika mabunge ambayo yalikuwa na akina Orengo na wengine haisikiki, licha ya kuwa ina vijana. Nasema Mheshimiwa Makalimulu ilitekwa nyara kwa asilimia 60 na executive. Asante sana. Kwanza jinsi ulivyotangulia ni kwamba ukweli ni kwamba hii ni muhula wangu wa kwanza. Ikiwa ni miaka miwili yameshaisha, tuko katika mwaka wa 3 katika bunge la 13. Kwa hivyo ama tofauti na nilivyoingia, uchuzi kidogo nimeanza kupata tukielekea mbele. Lakini sitakuwa na uwezo ya kufananisha na bunge la 11, bunge la 12. Ila kuna kitu ulichokiona ukiwa kule nje. Nisikie ndugu yangu Makalimulu anachosema. Lakini kwa hivyo haimaanishi Liz na Wakenya kwamba bunge hili lina sura mapya mageni, ambao wengi wao ni vijana wa umri ndogo, ambaye pia hiyo inamaanisha Wakenya wamekumbatia kuelewa kwamba ni vema kupatia vijana wadogo nafasi wajijenge katika nafasi ya uongozi, nyadhifa za uongozi, kuweza kushughulikia masuala ambayo yanawahusu kama vijana. Tukielekea swala la uhuru wa bunge, jinsi katiba inavyotuelezea, ningetaka nijue kwa mfano kupitia ndugu yangu ni mswada yapi ambayo bunge alijeweza kukalia, kuongelea na kupitisha. Ni masuala yapi ambayo executive imeintervene direct kusema kwamba msipofanya hivi kila itafanyika. Kuna baadhi ya mambo mengi ambayo nimeona hii bunge ikiweka miguu yake imara kuuliza maswali ambao inabidi sehemu ya executive iweze kutafuta njia mbadala ama kubadili yale matakwa yao, kwa kuwa kama kawaida biashara ya serikali huletwa ndani na leader of majority. Na yale mswada ambao mengi yakiletwa, kama kwa mfano kuna mswada unaoendelea kwa sasa ambao baada ya kupitisha sheria ile ya ushuru, the miscellaneous tax amendment ambao bunge ilipitisha December, kuna moja ambayo inakuhusia masuala ya kuzuia ama kukomesha tax expenditure, VAT exemption. Na ilipowekwa ikaweka effective date ianze 1st January 2024. Pale katika ile vipengee ambayo imeelezea pale, juzi tukapata request from leader of majority ije bunge isema kwamba to review your amendment, ili kwamba wale ambao wamekuwa affected, ambao wameweka investment in 2 billion and above waweze kupewa nafasi so that the effective date ianze 27 of December. Hiyo itamaanisha wale ambao walikuwa affected kidogo tu nikukate, manake najua nitakuwa nikirejea kwako wakati ambapo kuna hitilafu tu kadogo, lakini nitakuwa nikirejea kwako kuhusiana na hilo. Nitarudi hapa kwa Mheshimiwa Makalimulu kuhusiana pia na swala la baadhi ya miswada ambayo ameuliza
Ni kwa kiasi kipi ambacho executive imeingia? Manake mlisikiza ama kuna nafasi ambayo kiongozi wa wengi akileta miswada nyinyi wote mnajadiliana. Anauliza swali la yote yameona yakifanyika kwa njia ambayo labda umpeleke nyuma na utulinganishe. Ukweli ni kwamba tulipo kula kiapo mimi na yeye, jambo la kwanza ya kufanya kama wabunge ilikuwa ni kupitisha yale majina ya mawaziri wale walikuwa wapitishwe siku hiyo. Yes. Na wengi wetu tulisema ya kwamba wale wachache tulisema ukiangalia wa mawaziri na kulingana na vile tunajua kazi ya mawaziri wengi wao hawataweza hiyo kazi. Walikuwa hawajafikia ile kiwango. Lakini kwa vile mbunge imekamatwa nyara, imeshikwa nyara, tukapitisha majina. Haikumaliza mwaka mmoja. Wengi wao wakatolewa. Na unakumbuka pale tulikuwa tumesema wengine wana mambo ya ufisadi. Kuna wale tulikuwa tunaona hata makaratasi yao ya masomo yana swala nyeti. Kwa hivyo tulikuwa tumesema ya kwamba kweli hiyo ni mambo ya appointment. Tulipotoka hapo, mwaka wa kwanza tulikuwa na shida sana finance bill. Mwaka wa pili finance bill ya 2014 tukaja, na mimi ninakumbuka nikiwa na wewe Liz mara nyingi tukisema hii finance bill si nzuri kwa Wakenya. Na sisi kama wabunge tukiongea tukikunywa chai tunakubaliana hii kitu si mzuri. Lakini tulipoenda pale ndani kwa mbunge watu wakapitisha, kwa sababu ile ninasema watu wanaambiwa kuna msukumo, pitisheni hii kitu, wakapitisha. Na tulipopitisha sisi kama wabunge ilifanyika nini? Ikapelekewa rais. Rais akakataa kuweka sahihi. Sisi kama wabunge tukatupwa chini ya basi. Ikawa sasa sisi tumesema mswada mzuri na sisi ndio tunashughulikia watu. Sisi ndio executive iliwa control na kisha baadaye ikarusha mpira. Ikaturusha chini ya basi, kwa sababu sisi hata ingawa mimi sikupigia hiyo mswada kura ya ndio, nilipiga la. Lakini sasa wabunge wale wengi walikuwa wamepiga ndio. Na sisi ndio wakilishi wa wananchi. Tunapelekea rais anarudisha na anakataa. Sasa kila mbunge wote chini ya basi. Wale walipiga ndio. Na mpaka wa leo, wacha nikwambie ukweli Liz, mpaka wa leo wabunge wengi wale walipiga ndio, isipokuwa wale wengi wanatoka kwa sehemu ya kina Daktari CPA Ruto hapa. Wengi wao kuna shida, hata kwenda nyumbani imekuwa ngumu. Unakuta ground imechafuka. Maana imani ilipotea. Imechafuka kwa sababu imani ilipotea. Sasa nitaweza wekelea mmoja kwa sababu mimi naikumbuka vile nilienda, lakini wacha tumpe nafasi, maana Tilafu amepata naye. Anasema baadhi ya yale. Asante, pia nami nampatia mfano na kwa kuwa tuko bunge na yeye kwamba anachosema si ukweli. Yeye anakumbuka katika ile order of the standing orders, katika ile business order ya bunge kulikuwa na mswada wiki uliopita. Na pia leo ilikuwa imerudishwa kwamba wale ambao walikuwa wamewegeza hapa Kenya viwanda wakitumia zaidi ya 2 billion walikuwa wamerequest kwamba yale VAT waweze kusamehewa kwa kuwa ina karimu kubwa sana. Lakini juu ya hiyo ukijaribu kuona jumla ya hiyo expenditure ni zaidi ya 15 billion. Bunge ikakosa kukubaliana na leader majority aswa katika kamati yangu ya finance and national planning. Kufika bunge ilibidi leader majority aweze kustand down kwa hiyo order, hiyo mswada mpaka siku ya leo. Sababu ni gani? Ingekuwa kwamba bunge ingekuwa inasukumwa na executive, ingepitisha na serikali ama ushuru, tungekosa ushuru zaidi ya 15 billion. Lakini kwa ajili ya uhuru ya bunge, na ndugu yangu anajua, ikaweza kuondolewa. Tukiongea kuhusu masuala ya finance bill ya 2024 ambapo ndio Wakenya wengi kubaliana hali ilivyokuwa wakati ule. Mswada haikuwa na shida, ila ni siasa ambayo ilichukuliwa katika kupitia finance bill. Auamini kwamba hiyo finance bill ilikuwa na makosa? Wewe tulikuwa na wewe pale public pale kama wanahabari tukiwa mahali pale tukifanya public participation, yale mapendekezo ya stakeholders yaliwekwa ndani, na ukiona ile ripoti ilifika bunge ilitofautiana pakubwa na ile bill proposal kutoka National Treasury. Jambo kwanza lazima tukubaliane, sio bunge inatunga finance bill, ila ni bunge inapitisha kama sheria, lakini wanaotunga finance bill ni National Treasury kama coordinator ya zile mawizara zingine. Naomba nikuulize, manake nimeuliza pia Wakenya kama wanahisi
kweli faida za bunge na uwakilishaji jinsi ambavyo inahitajika na nafasi ya bunge katika taifa hili, na wengi wa Wakenya, hamna hata mmoja ameniambia anafurahia katika ukurasa wetu wa Facebook. Unaweza kufurahia, na hapa ndipo na jambo la muhimu Liz. Niulize swali kabla useme hilo. Wengi wa Wakenya wanauliza endapo kweli kuna imani kuhusiana na yale ambayo mnawakilisha na yale mliahidi kwamba mnakwenda kuwakilisha, haswa katika bunge la 13. Jambo la muhimu Liz, ni kwamba kuna tofauti ya public opinion ikisha inuka kama wakati ule. That's why rais ilimlazimisha rais, baada ya kuona yale matukio kama kufamiwa kwa bunge na kuona jinsi pressure ilikuwa imeinuka, kama rais na kiongozi wa serikali na kiongozi wa nchi ya Kenya, ilibidi ashuke chini na kusema kwamba tuweke kando yale matakwa ambayo yangekuwa ya muhimu kuhakikisha kwamba tumeweza kupata njia mwafaka ya kukusanya ushuru ya kutekeleza maendeleo. And that is why ilibidi umekuwa delayed mpaka December ikakuwa reintroduce kama tax amendment bill, ambaye kwa pakubwa ukiona reflection ya ripoti ya kamati ya finance ilikuwa ni ile ripoti ambayo inatoka kwa wananchi, na hiyo ndio wananchi na bunge ilikubaliana na ikawezesha serikali kuendelesha maendeleo. So jambo la muhimu ni kwamba lazima pia tuelewane kwamba wakati siasa imechukua sehemu yake, wakati mwingi inasipa yale maelekezo ya bunge ama ya institution ambayo ilikuwa inafanya kazi yake. Juu lazima kila mwaka, hata tunavyoongea kesho, tunatarajia budget estimate iweze kuwekwa kule bunge, pia na tax revenue raising measures ambayo itahakikisha kwamba ile budget ambayo imewekwa estimates ambayo bunge itakuja kupika msasa na iweze kupitisha appropriation, imeweza waziri wa fedha ambaye ni originator ya finance bill na ni originator ya budget estimate. Na endapo wananchi watakatana na hilo, ni jukumu la bunge kutafuta wekwa uhuru kupitia public participation na wananchi wapewe nafasi kutoa matakwa yao. Niruhusu nirejee kwake Mheshimiwa Makali. Umesema 60%, ukiangalia kabisa ni kwamba bunge hili lina mwingilio mkubwa kutoka kwa executive. Na nikawa nkifikiria mabunge ambayo umesema ya awali, aswa bunge la 11 lilikosa mwingilio, na ili Wakenya wapate imani, ikilizingatiwa saa hizi tuko katika broad based, Wakenya watakuwa na imani kwa namna gani? Bunge lililopita pakubwa lawama ilikuwa handshake na ambayo kulikosa oversight. Hili bunge litafanya nini kuhakikisha kwamba hiyo imani ya Wakenya imerejea? Unajua sasa tuko mwaka wa 3 tangu tuchaguliwe, na mahali tumefika itachukua muda ulis kukomboa ili mbunge. Mahali tumefika, mimi naona tungojee uamuzi wa raia, because naona wengi wetu tutaenda nyumbani kwa vile kazi imefanywa. Lakini kama tunataka kukomboa mbunge, nafikiria hii ni kwa sababu kitu moja nashukuru ni kwamba CPA Ruto hapa ni mtu amesoma vizuri, na unajua kama umesoma unatakiwa uwe very objective vile unaangalia maneno. Ile shida tumekuwa nayo mbunge ni shida ya vyama vyetu vya kisiasa. Unakuta ya kwamba hata ingawa wewe umechaguliwa na watu pale nyumbani, ukiingia bunge, yule mtu ako na nguvu ya kucontrol wewe sasa ni chama chako cha kisiasa, sio yule alikupigia kura. Na nilikuwa naona, nimesema mara nyingi, nikasema labda inahitaji tubadilishe muundo wetu wa kisiasa. Ya kwamba tupee raia nguvu kidogo kuliko chama. Kwa sababu ule anapiga kura ni mwananchi. So tupewe in hierarchy, iwe sisi kama wabunge tunaheshimu mwananchi sana kuliko ile chama imenileta mbunge. Tukienda namna hiyo tutatengeneza. Kwa nini? Kwa sababu wengi wetu tulienda kule mashinani, tukauliza wale wametupigia kura, nyinyi huu mswada wa finance bill mnataka namna gani? Mnautaka ama utawasaidia ama utaumiza nyinyi? Wakasema tunauza. Unawauliza, mnataka nikienda bunge nikafanye nini? Wengi walikwambia kwenda piga kura ya la. Wengi waliambiwa hivyo, hata wale walipika ndio. Na wengine walikuja huku alafu wanapiga ndio, na uliambiwa na wale walikuchagua upige la. Na hiyo ilikuwa sasa kwa sababu unajua ukipiga la, labda chama chako kile kimekuleta mbunge kitakuchukulia hatua. Na unajua ukweli ni kwamba amekaa miaka 2 sasa, hata yeye mwenyewe sasa amesema ameanza kuelewa. Ukweli ni kwamba chama chako kikisema kitakimbizana na wewe
kama mbunge kitakupata, utaumia. Na ndipo unaona kwa broad based baadhi ya watu wameumia kiukweli, na wameumia na hata tunakutana hapa studioni. Amesema jambo la muhimu kuhusiana na vyama vya kisiasa. Ikanikumbusha wakati wa finance bill ya 2024 nikikwenda State House, nakumbuka vizuri nikiuliza maswali na mkawa mmenikasirikia vizuri sana, maana nakumbuka niliuliza na mkawa mmegadhabika kwamba rais ameamua tofauti, na nikawa ningefikiria tunaelekea tena katika masuala kama hayo. Kuna kitu mlijifunza na mnaweza kufanya tofauti katika masuala ambayo tunaelekea? Ya muhimu Liz ni kwamba nitawauliza Wakenya na kila mtu kwamba waja kila institution ambayo hii katiba imeweza kuiweka ama kuiestablish ipewe nafasi kufanya kazi yake kwa kikamilifu. Na ya muhimu pia ni kuwauliza Wakenya kila mswada, aswa mswada muhimu kama ya finance bill pia ya budget, ni product ya public participation. Wakenya kwa unyenyekevu ningependa kuwauliza wa participate kwa whole means. Wale ambao wataitwa, najua kotini ilipotoa mwelekeo wakati ule wa bill ya affordable housing ili kuenhance public participation ya Wakenya, pia nao watoe mwongozo. Because jambo la muhimu Liz, na najua mheshimiwa anakubaliana nami, hatuwezi kuwa na budget kwa bunge pasipokuwa na njia mbinu ya kuona kwamba ukusanyaji wa ushuru umetoshelesha ile pesa ambayo imekadiriwa, kuona kwamba maendeleo ama gharama ya kusimamia serikali na huduma imeweza kukamilika. Hiyo ni lazima jambo la ukweli. Ila tu ni kwamba yale mapendekezi kama ni finance bill na ni expenditure, Wakenya wote tukubaliane. Kwa kuwa kuna bahati ya vitu ambavyo lazima tukubaliane. Nimeona leo baraza la mawaziri wameongelea kuhusu fiscal consolidation, na nimeona mawizara wameulizwa na mwenyekiti ambaye ni rais waongee na National Treasury waone austeric measures Kenya watafanya wa reduce expenditure ili kumudu the revenue level ambayo ipo. Hiyo ni kumaanisha nini? Hiyo ni kumaanisha baadhi ya mapendekezo pengine ambayo yangekuwa kwa finance bill yataondolewa ili kuona kwamba mwaka huu kusikue na cheche ama maneno kama ya lasi ambayo baadaye ilishinda nia nzuri ya kukusanya ushuru ya kuweza kutekeleza. Na wengi wa Wakenya wako wanashindana. Lakini kitu nataka niwaulize Wakenya, hii ni njia yao. Tukisema leo hakutakuwa na finance bill, then hakutakuwa na budget. Wengi wa Wakenya hawakuwa na shida na jinsi ambavyo. Yes, na nimesema lakini walikuwa na shida na jinsi ile tu mimi nauliza ni ile mimi nauliza tu ni pengine kuweza kuongeza njia ya kuhamasisha wananchi wajumuike katika kutoa mapendekezo yao. Kwa kuwa wengi walipata, because nakumbuka wengi walikuwa wakipiga simu. Mheshimiwa, unakumbuka walikuwa wanatuma harafa. Na wengine kwa kuwa mimi ninaelewa maneno ya finance bill, nilikuwa najaribu juni wa Kenya wenzangu na wapigia simu, ndugu yangu ama dada yangu, unasema tuangushe hii finance bill kwa shida gani? Ukisikia yale mambo ambao yanaongelea, mengi was distortion of information ambao haikuwa mahali pale. Kama maneno ya shamba, hakukuwa na kipengele chochote ilikuwa anaongea maneno ya shamba, lakini wanakuambia angusha kwa kuwa ni mbaya, itakuwa inakuja kuleta shida kwa mashamba. Amesema kitu cha muhimu Mheshimiwa Makali Mulu kwamba sauti ya Wakenya ni muhimu, manake wao ndio sauti nasema. Na endapo wakubaliani na kitu bado ni kwa kuwa wewe unakiona tofauti. Lazima tukubaliane kitu moja. Wakenya kutokubaliana na kitu kuna maswali mbili. Either hiyo kitu ni mbaya ama hawajaelewa. Na kwa kusikia wingi, sauti ya wingi ni kwamba ile information walikuwa nayo haikuwa ni ile information ambayo hata ilikuwa kwa pendekezo la mswada. Na ile ambayo mimi kama mmoja katika kamati ya fedha tulikuwa tumesikia matakwa ya Wakenya na tukaweza, kama ile ya bread, kama ile ya mkate, unakumbuka walikuwa wamesema you delete some codes ambayo ilikuwa inagusa maneno ya mkate kwa VAT schedule 2, na tulikuwa tumerudisha. Hiyo ndio report ambayo ilikuwa inafikisha kwa bunge. Lakini licha kwanza tofauti ni kwamba ile information Wakenya walikuwa wanaiongelea sio ile ambayo iko kwa pendekezo la report ambayo ilikuwa tayari imeshughulikiwa matakwa yao, lakini uzito ya siasa ilikuwa imeenda tofauti. So je, nikuulize swali leo, tukiangusha finance bill then wacha tuangushe budget, kutakuwa na maendeleo? Wengi wa Wakenya ngoja kwanza Liz nikuulize wewe kwa ajili ya Wakenya. Finance bill hapo ndio. That's why tuko hapa ili tuweze kuelimishana na Wakenya. Niruhusu nimlete Mheshimiwa Makali Mulu pia. Tukielekea hiyo mwelekeo ambao mnataka tuelekee, je, hii Kenya itaendeshwaje pasipo kuwekwa instruments ama tools kama hiyo ambayo nawe pameketi mwana economy ambaye anayefahamu masuala ya uchumi, na ningependa pia wengi wa Wakenya anajitetea Mheshimiwa sio kujitetea, tofautisha kujitetea na tofautisha na masuala ambayo yalivuka wakati ule wa nje kuendelea mbele. Nasema wengi hawakuelewa masuala ambayo yalikuwa ndani ya mswada ule, ndio maana wengi walikuwa
na ghadhabu kuhusiana na mswada wenyewe, na baadaye anajivunia kwamba walirejesha baadhi ya vipengee na vikapita. Ni kutoelewa ama ni kupuuza Wakenya? Liz, wache tuseme hivi, kama kuna wakati Wakenya wanaelewa na mambo ile yanaendelea nchi yao, ni wakati huu, kwa sababu vijana wamesoma vizuri sana na wamekosa kasi, na walipokosa kasi wengi wao wanakaa kwa mitandao wakisoma vile mambo inaendelea, na wengine wakifanya mambo ya mitandao. Kwa hivyo ili lifanyika, na tulikuwa tumesema ni watu kutoelewa mambo ya uchumi. Wale sisi tumesoma mambo ya uchumi, kuna ile theory inaitwa Raffer's theory yenye nasema kuna kiasi fulani utafika kwa kutoa ushuru kwa mtu, iwe ile hesabu ile yote totality itapungua. That there is a rate of taxation, you go beyond that level, you collect less revenue. Na hiyo ndio tunasema saa hii, na that's why I think mimi nakubaliana na waziri wetu wa fedha saa hii, tunasema mali wa Kenya tumefika saa hii, hakuna haja ya kuongezea wa Kenya ushuru. Ile tunatakiwa tukufanya ni tuangalie wale wa Kenya ambao walivi ushuru, tuwalete waanze kulipa ushuru. Ndio kama tutapandisha kidogo ile ila tutaokota, basi imetokana na wale ambao walipi, tumewaleta katika kulipa. Hiyo itasaidia. Lakini sasa hata ukiongeza, utaongeza uenda wapi? Na tumesema mara nyingi Liz, na furahi kwa sababu sisi tumeanza kuelewa vile mambo inaenda. Unapochukua pesa kwa mwananchi yote ile akonayo, na unamwachia pesa kidogo ambayo hawezi kununua vitu, basi unasuia ile utekelezaji wa industries kutengeneza vitu, kwa sababu hakuna demand. Na ukifanya hivyo, basi industries zitaanza kushiriki, watu watafutwa kazi, hata ile income tax ulikuwa unatarajia kucollect itapotea, kwa sababu mtu akifutwa kazi huwezi kukota income tax. Mtu asiponunua bidhaa, VAT inapotea. Kwa hivyo ndio tunasema tunataka kuwa na mjadala wa uasi kama wa Kenya, tuseme hii ni nchi yetu, tusipotoa ushuru nchi haitasonga mbele, lakini ili isonge mbele pia na sisi tushughulikie wananchi, iwe tuna balance ile inaitwa very delicate balancing, that you are growing the economy but at the same time you are also putting money into the pockets of Kenyans. Kuna wengi wanasema the finance bill, na mmoja anafahamika kama Mutua, mwingine anafahamika kama Enoch, wote kwa pamoja wanasema mswada wa fedha wa mwaka 2025 mnaweza translate to all languages, ndio kila Mkenya afikiwe na ule mswada, na ndio kusiwe na disinformation na misinformation. Ila nikirejea bado kwa mswada huo, wengi wa vijana walikuwa na shida zaidi kuhusiana na masuala ya ufisadi, masuala ya matumizi kwa haswa kwa wage bill na mambo mengine, pesa ambazo zinakwenda kwa mishahara, expenditure yetu, na wengi mpaka wakasuggest wale wabunge wapunguze idadi yenye tuko nayo kutoka wale nominated na hao wengine wote kwa pamoja. Na nikawa nikifikiria kuhusiana na swala hilo, nikawa nikijiuliza kuna nafasi tunaweza kupunguza matumizi jinsi yalivyo, ili Wakenya wasisikie uzito ambao wanausikia katika ushuru, ili kuhakikisha kwamba wanasikia vizuri. Manake endapo tutajipata katika sehemu tuliojipata mwaka uliopita, itakuwa zaidi ya vile. Asante sana. Hapo Liz, nakubaliana na Wakenya 100%, nakubaliana na vijana 100%. Ile jambo kubwa ambalo tunao Kenya, in fact ukijaribu kufananisha utosha ushuru kwa Kenya ukilinganisha na mainchi zingine yaliyoendelea, ya Kenya bado iko chini sana. Ukiona ya Amerika ni 52%, ila huduma na matumizi ya hiyo pesa iko kiwango ya juu. Uwazi na faida kwa watosha ushuru na wenye nchi ipo juu, kama ni masuala ya afya, masuala ya elimu, serikali na gharamia kwa vyovyote na kuona wananchi wake wamefaidika. Tofauti na hapa Kenya ni kwamba tunatoa 30% ya mapato yetu kama ushuru, lakini services haipo kwa ukaribu. Na tunavyoongea kwa sasa, lazima tuangalie serikali kuu na tuangalie pia serikali katusi. Je, serikali katusi yetu inafanya kazi inavyostahili? Yale fedha ambao unaona juzi tumesosania katika division of revenue na additional allocation, je, inafanya kazi vizuri? Mahali zingine mali tunatoka tuko na changamoto kubwa kuona yale mabarabara ambao yanafaa kuangaziwa hayafanyiwi kazi. Swali tunauliza, hii pesa iko wapi? Hiyo ndio inaleta amaki kwa wananchi. Na mimi nakubaliana na wananchi kwa 100%. Iwe ni ushuru, iwe ni deni. Ya muhimu ni kwamba imefika kiwango ya kuweka uwazi rasilimali ya wananchi. Wananchi wajue, sio tu kwamba umeuliza kama kuna nafasi ya kupunguza. Iwapo kuna vitu ambao tayari tumejiweka ndani,
kama ulibaji wa riba za madeni, ambao kwa sasa ukiangalia bajeti yetu iko katika around 1.3 trillion CFS, Consolidated Fund Services. Hiyo ni constant na sheria inasema ina form fast charge. Ukiona serikali katusi ambayo tulijipatia sayari inaelekea almost 400 billion ambao lazima yashughulikiwe kwa ajili sheria imeweza protect devolution, wafanye kazi ambao wamepatia 14 functions kwa constitution. Ukiangalia masuala ya mishahara, it's neither here or there, because tayari unaona hata tunavyoongea kuna sehemu ya idara ambayo wako na ufungufu ya utendaji kazi wake kwa kuwa hawana uwezo ya kuajiri ilhali wanahitaji kuajiri. Pengine ikiwezekana, na ninaona hii mpango ya serikali kusema kwamba kuna baadhi ya institutions ama corporations ambayo inafaa kuwa merged. Pengine the net effect ya hiyo itaweza kupunguza magharama, so ile operational cost yenye haina faida, ili tuweze kureduce institutions, zile functions zimeenda county, siende county kwa ukamilifu, zile parastatals kama za regional development for example, kama ile KVDA, Lake Basin, wache kukua tuna duplication of roles. That is it. So that zile pesa ambazo zinatumika sehemu ile ziweze kupunguzwa, tuweze kureduce our expenditure and we manage what we call balanced budget. Okay. Yes. Ninajua Mheshimiwa Makali Mulu, all over nikikuita kwa show huwa unaniambia kuna nafasi nyingi ambazo serikali huwa inaweza kupata pesa, na wengi wa Kenya wanasema la hasha, shida yetu kubwa sio kulipa ila matumizi yenyewe kutoka pale serikalini hadi serikali za county yanashangaza na yanatisha, na ufisadi wenyewe. Liz, kuna mambo kama mane kama hii serikali yetu ingepeta kama Wakenya waje niongea kwa Wakenya kwa sababu mimi ni Mkenya. Kuna mambo kama mane ni lazima tufanye kama nchi, kama tunataka kusonga mbele. Jambo la kwanza, matumizi. Tunashughulikia sana kuchukua ushuru kwa wananchi, lakini hatushughulikii sana kuangalia tunatumia hiyo pesa kufanya nini. Kwa hivyo jambo la kwanza, lazima tujiulize kama Wakenya, yale matumizi tunayotumia pesa yetu kama Wakenya ni matumizi ambayo inatakiwa nchi kama Kenya iwe inafanya kulingana na maendeleo yetu. Jambo la kwanza. Jambo la pili lazima tufanye kama nchi. Wakenya wengi mambo ya kulipa mshahara, wage bill, ukiangalia kwa national government, ukiangalia kwa county government, ni lazima tushughulikie ile mishahara tunalipa. Tunalipa mishahara yenye inatoshana na ile kazi tunafanya. Kwa sababu kuna wafanyakazi ambao ni ghost workers, both at the national level and the county level. Can we clean our payrolls? Ndio tulipe ile mishahara inatakiwa tulipe, ile inastahili. Na tukilipa hiyo mishahara basi, kwa sababu utakuwa unalipa mshahara yule mtu atafanya kazi, utakuwa utaweza pandisha mambo ya productivity. Na unapopandisha mambo ya productivity, utafanya ile cake, ile national cake ianze kukua. Na ikianza kukua, sisi wote tutakuwa tunaendelea vizuri. Jambo la tatu, nchi imekopa pesa kiasi ambazo zimefika mahali inaanza kunyonga nchi. Ni lazima kama Wakenya tujadiliane, hii madeni yenye tumechukua Kenya, mengine tumechukua huko nje, tutaendelea mbele nayo namna gani? Tusipojitoa hii kamba ya madeni itatunyonga na nchi itakufa. Ngoja nikwambie hivyo. Kwa hivyo ni lazima tujadiliane kama Wakenya, tutafanya nini maneno ya usiulize nani alikopa, usiulize ni serikali gani ilikopa, tuseme madeni tuko nayo kwa mesa, ni lazima tujadiliane tutayamaliza namna gani, kwa sababu inatunyonga. Hiyo ndio jambo la tatu. Ninajua muda wangu jambo la mwisho sasa. Mambo ya ufisadi. Ufisadi itaua sisi. Ufisadi, kunyonga madeni yetu, tutafute namna ambavyo tutajikimu, masuala ya matumizi na ghost workers. Hiyo mimi nakubaliana na ndugu yangu. Asanteni kwa hilo. Nitauliza hili kwa mara ya mwisho, na ninauliza nikiwa najua bunge liko karibu kuingia kwa mswada wa 2025. Baada ya maandamano ya jinsi, unaamini kwamba wabunge walibadilika na bunge lilibadilika katika utendakazi wake? Ndio au la? Bunge ilibadilisha kazi ya bunge na katiba imepatia kazi bunge. Hamkubadilika. Nini itabadilika? Na kazi ya bunge under Article 35 inaeleweka. So utabadilisha nini? Umesema hata baada ya kuja mkaomba msamaha, nyinyi ni wale wale.
No. Sielewi swali lako kwa kuwa hiyo. I remember after Gen Z, mheshimiwa, mlisema kwamba tumesikia, tumeinua mikono and we're going to work. Tofautisha siasa, tafadhali tofautisha siasa na kazi ambayo imepewa bunge na katiba ya Kenya. Lazima bunge ifanye kazi yake. Umesema in short ni wale. Hiyo ni yako hiyo. Hiyo lugha yako hiyo Liz. Ningependa kusema hivi, kwa maoni yangu, wabunge waliona yale yalitendeka mwaka uliopita, vijana wetu walipoteza maisha. Ni lazima tukisonga mbele tujue ya kwamba tufanye kazi yetu tukisikiza sauti ya mwananchi, ndio vijana wetu wasipoteze maisha tena. Asante sana mheshimiwa Makali Mulu, daktari. Asante sana CPA Ruto, ameniambia siasa ni siasa. Kwa heri kwa sasa. Jina langu ni Elizabeth Mutuku.